So what's up guys, hello. Sasa nataka niwaonyeshe umeshajua hizo shape 7. Sasa swali unafaa ujiulize, ni hizi shape 7 unataka kuzitumia kivipi? Kwa rhythm yako unataka kuitumia kivipi? Unataka kucheza nayo sebe, unataka kucheza nayo rumba, unataka kucheza nayo sukus, ile utachagua ni sawa tu. Naam, ile utachagua tu ni sawa. So hizi shape unatumia hivi. Kitu inakuanga tu ngumu ni kulani hizo shapes, but kitu rahisi sasa ni hizi vitu zilishachezwa, zikachezwa, hizi 7 zilichezwa, zikachezwa, rumba zilichezwa, tukasikizanga, sasa zimewekwa tu hapo. Sasa wewe ukibora tu ujue tu hiyo shape haraka haraka. Kuna hiyo, kama unataka kucheza na rumba kuna nini rhythm yake, kama unataka kucheza na 7 kuna rhythm yake, ziko tu hapo, umewekewa hapo. Sasa ni wewe uende tu uanze kutafuta. So hiyo rhythm yetu hiyo yenye nilianza nayo, hiyo theme ndio sasa ndawafunza nayo kucheza nayo 7 shape 7. Progression yetu ni shape 7, shape 5, shape 4 na shape 6. Shape 7, shape 5, shape 4 na shape 6. Tumeelewana? So acha nicheze hiyo beat kabla niweke close up, kabla ni zoom in. Then kama unataka kuiconnect sasa urudi mpaka huku, unacheza tu hivyo continuously, timing yako ndio ikuwe mzuri. So ndawaonyesha hiyo kwa day 3. Hii ni day 3. Sasa ndawaonyesha hiyo ndio unaicheza mpaka huko, sawa? Hiyo ni 7. Alafu day 4 ndawaonyesha rhythm ya rumba kutoka hapa mpaka huko. Sasa tukimaliza hiyo module 1, yani ni short and clear. Short and clear. Though kwa hii rhythm nimeongeza string number 1, so it makes it a second rhythm, sawa? Any day utaona guitarist anacheza hizo nyaya 3, 2 3 na 4 ama 4 3 na 2, that's a first rhythm. But anytime utaona guitarist engage string 1 na 2, ameingia second rhythm, sawa sawa. Na any day utaona guitarist engage string 4, string 5 na 6, ameingia third rhythm. Tunaelewana hapo? So wacha ni zoom in niwaonyeshe hii kitu speed, short and clear, just like that. So guys, nadhani hapo sasa mnaona vizuri, si ndio? Kila kitu iko clear hapo, mnaona vizuri. So just want you to focus on the guitar, not me. Sawa? So
malaria ingine ndio ite nimeanza na hapo. Kwa hivyo hii rhythm naicheza hivi. Plucking ni the same thing. Nataka ushike shape 7. Shape 7. Nataka ushike shape 7. Then nataka uchukue kidole cha pili. Shape 7, sawa? Fret 5 6 7. Shape 7, fret 7. Alafu fret 8. Ingia kwa fret 8. Chukua kidole yako ya pili, ingia kwa fret 8, cheza. Cheza string number 2, fret 8. Cheza string number 2, fret 7. Okay. Chukua kidole chako cha pili, take your second finger, cheza string number 2, fret 8. Chukua kidole yako ya kwanza, cheza string number 2, fret 7. Chukua kidole yako ya tatu, cheza string number 3, fret 9. Chukua kidole yako ya kwanza, cheza string number 3, fret 7. So inakuwa ukishacheza hiyo, ingia kwa shape 5, fanya cheza mpaka number 1. Nimesema chukua kidole chako cha pili, weka kwa string number 2, fret 8. Chukua kidole chako cha kwanza, weka kwa string number 1. Ukishacheza hiyo fret 8, string number 2, ingia kwa fret 7, cheza string number 2 na kidole ya kwanza. Ingia fret 9, cheza string number 3 na kidole ya tatu. Ingia fret 7, cheza string number 3 na kidole ya kwanza. Alafu ingia shape 5. Shape 5 iko kwa fret 8 7 9. Iko kwa 8 9 10, not 8 7 9. Iko kwa fret 8 9 na 10. Sawa, cheza. Toka hapo ingia kwa shape 4, ucheze. Ucheze like just like that. Plucking ni hivyo tu. Ingia kwa shape 6, cheza the same thing. Alafu rudi kule ulianzia shape 7. So tuko na hivi, sikiza. Shape 4. Shape 4 nataka kucheza string 3 na 2. Halafu shape 6, 2 3 na 4. Shape 6 cheza string 2 3 na 4. Then go back to shape 7. So you have sawa. Ukiona hii na kutatiza, jifunze kufanya hivi. Ndio hapa ikuwe flexible kama hii yangu. Hapa ikuwe flexible kama hii yangu. Jifunze kufanya hapo hivyo. Hiyo ndio kitu mimi huwa inanisaidia. Naweza lalisha na naweza inuka. So then go back again and repeat the same thing. Then finish it like that. 2 3 4. Again, wacha tuanze. Rudia tena. Finish 2 3 4. Tumeelewana?
Rudia. Rudia. Two, three, four. 2, 3, 4. 2, 3, 4. This thing is giving me headache hapa. Sawa. Sawa sawa. So yote kwa full ndaicheza bila kuongea, uangalie tu, but slowly tu. Have you understood that part? So hiyo ikuwe homework yako ya practice. Unajua nakupeanga tu tukimalizanga tu hiyo story na tunaachana nayo hivyo. Kwa sababu unajua sasa wakati unaenda kukalia zile shapes chini, kuwa tu tayari kwa frustration. Unaona zile shape, mimi nilikuwa nazionyesha tu zinakaa rahisi nikionyesha. But sasa ile wewe unaenda kuzikalia chini tunajifunza. Bro, frustration iko hapo, lakini utajua tu. Pole patience ndio ufike huku. Kwa hiki tunafanya itakuchukua time sana, a lot of time. Sawa. So nataka kuonyesha kuiconnect sasa kutoka hapo, ukikuja hivi ukisonga hivi. Sawa. Ingia kwa shape 3. Alafu venye nilikuonyesha tu shape 3, shape 6. Let me repeat. Oh, sorry. Unaanzia ukiingia kwa shape 3, unaingia kwa shape 3, unamalizia na, si nilikwambia shape 3 inaanzanga na hivi, so unamalizia hapo tena, unaanza tena. Four, 3, 2, 3, 2, halafu 2, 3, 4. Sikiza. 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, and then 3, 2, and then 2, 3, 4. Then go back.
Rudia tu the same thing mpaka huko. Fuata tu hizo shape ukisikiza chenye inacheza. Have you understood? Hizi vitu zitachukua, najua huwezi jua sahi kama beginner, itachukua time, but lesson sasa ndio hizo. Sasa so wacha nikumalizie na ya mwisho venye sasa utatumia hiyo kitu tena ya mwisho. Na ukiwa na swali please niulize kwa comments. Sawa, ama nikute FB. Niulize, ndaweka tu nini link zangu hapo mwisho wa video, utaona links hapo. Sawa.